Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Muulizaji anauliza na kwanza ameanza kutoa salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu jingine, hivi inafaa kusali nyuma ya imam anayeleta kunuti katika swala ya alfajiri hali ya kuwa mimi simfuati katika jambo hilo? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji anauliza na katika kuuliza kwake ameanza na salamu na sisi tunaitikia salamu wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali lake anasema hivi, inafaa kuswali nyuma ya imamu anayeleta kunuti katika swala ya alfajiri hali ya kuwa mimi simfuati katika jambo hilo? Naam, swali hili tayari tumekwisha kulielezea katika maswali ambayo yalikuwa yamepita, ambaye muulizaji aliuliza swali nambari 50. Aliuliza kwamba jambo gani mtu afanye, mtu ambaye anaswali msikiti unaoleta kunuti swala ya alfajiri, na tukasema kwamba inafaa kuswali nyuma ya imamu ambaye anaswali hali ya kuwa analeta kunuti, na tukataja ikhtilafu za wanachuoni ambao walikuwa wamekwenda katika jambo hilo. Tukasema wako katika wanachuoni waliosema kwamba utaleta kunuti, yani utaitikia ile kunuti imamu ambayo alikuwa anaisoma katika swala ya alfajiri, na tukasema kwamba huo ni msimamo wa Sheikh Ibn Uthaymeen na baadhi ya wanachuoni wengine, kwa sababu inama ju'ila al-imam li utamma bihi, amefanya imamu ili manake afuatwe. Kwa hiyo imamu wakati kwamba anasoma dua na wewe utaitikia dua. Kadhalika tukasema kwamba wako katika baadhi ya wanachuoni waliosema kwamba wewe utasimama tu, hutoitikia ile dua, utamsubiria imamu amalize ile dua yake, kisha kwamba wewe utafanya nini? Utakwenda naye katika sijida baada ya kumaliza ile dua yake. Na tukasema huo ni msimamo wa Sheikh Al-Albani na baadhi ya wanachuoni. Na tukasema kwamba lilikuwa aula kwa sunni, mtu wa sunna ambaye anajua hasa kwamba hii dua ambayo unasoma hapa haijathibiti kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi atafute msikiti ambao ulikuwa hauleti jambo hilo. Na ikiwa ataswali katika msikiti huo, basi ikiwa atafuata fatwa ya Sheikh Al-Albani atakuwa anayo mapito ambayo alikuwa amepita, na ikiwa atafuata fatawa ya Sheikh Ibn Uthaymeen kadhalika atakuwa nayo mapito ambayo alikuwa amepita, na wote hao wana dalili katika masala hayo. Lakini alhasil ilikuwa aula zaidi ni kumfuata imam, kwa sababu inama ju'ila al-imam li utamma bi. Wakati kwamba umeswali msikiti huo, ilikuwa aula na ilikuwa bora zaidi ni kumfuata imam. Wakati yeye amesimama pale analeta dua ya kunuti, basi ilikuwa aula zaidi kwamba ili itimie ile kumfuata imam, hata kama hujanyua mikono, lakini akisoma dua wewe itikia amin. Na huku kwamba taratibu za kufahamisha watu kwamba sunna na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa mwenye kuleta kunuti hii. Kunuti hii ni kunuti ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha katika swala ya witri, na wala haipo katika swala ya asubuhi. Ama tukasema kuhusiana na masala ya nawazil, kunuti nawazil, tukasema hizi ni dua ambazo zimethibiti katika swala asubuhi na katika swala magharibi na swala nyinginezo, kwamba za faradhi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma kunuti nawazil, lakini sio kunuti hii ambayo watu wanaisoma, kwa sababu wengi katika watu wanaoleta kunuti wao wanaangalia kwa mujibu wa madhehebu yao ambavyo yalivyokuwa yamekwenda, lakini khilafu sunna, jambo hili ni kinyume na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambavyo wao wanavodumu na kuleta kunuti hii ambayo wao wanaileta kunuti, kwa sababu Mtume hajalia sisi jambo hili katika swala ya alfajiri. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu
na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.